Akiwa ametoka katika chumba cha upandikizaji, moyo wa Thwaibath, Swai, ulikuwa ukidunda kwa furaha isiyoelezeka. Alishika tumbo lake kwa upole, akihisi kama tayari kuna uhai mdogo umeanza kuchipuka ndani yake. Hivi karibuni Juma wangu, alijisemea kimoyomoyo, huku tabasamu pana likimjaa uso. Tutakuwa wazazi. Shauku ya kumwona Juma, ya kumshirikisha habari njema, ilikuwa inamteketeza. Alitamani angekuwa naye hapo hapo, lakini alijua alikuwa kazini, akihangaika kama kawaida. Akimwazia Juma, alikumbuka miaka yao miwili ya kujaribu kupata mtoto. Ilikuwa safari yenye changamoto na wakati mwingine kukata tamaa, lakini upendo wao kwa kila mmoja uliwafanya wasikate tamaa. Na sasa, kwa msaada wa Daktari Maureen na sayansi, walikuwa wamefika hatua hii. Alikuwa na imani kubwa kuwa safari hii itafanikiwa. Aliingia kwenye gari lake dogo, aliliwasha na kuelekea zake nyumbani. Njiani, alijifikiria jinsi atakavyomshangaza Juma. Labda angepika chakula chake anachokipenda sana. Kisha baada ya kula, angempa habari taratibu. Alitaka kuona furaha usoni mwa mpenzi wake. Furaha ambayo aliamini ingekuwa kubwa kuliko kitu chochote walichowahi kushirikishana. Wakati huo huo, ndani ya hospitali, ofisi ya Daktari Maureen ilikuwa imetawaliwa na hali ya wasiwasi na kujuta. Alikuwa amekaa kwenye kiti chake, akishikilia faili la Thwaibath mikononi mwake, huku uso wake ukiwa umejaa hofu. Alikuwa amegundua kosa lake mbaya. Wakati wa upandikizaji, kwa bahati mbaya, alikuwa amempandikiza Thwaibath mbegu za mtu mwingine, si za Juma. Alikumbuka vizuri jinsi alivyokuwa amechanganyikiwa kwa muda mfupi kutokana na simu iliyokuwa imeingia ghafla, na inawezekana ndio iliyosababisha mchanganyiko huo. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Alijua athari za kosa hili zingeweza kuwa kubwa. Alichukua simu yake haraka na kumpigia Thwaibath. Simu iliita kwa muda na hatimaye Thwaibath akapokea. "Halo daktari." Sauti ya Thwaibath ilisikika kwa furaha. "Nimefika salama nyumbani. Nitakuwa makini na nitafuata maelekezo yako." Kabla Daktari Maureen hajamaliza hata kuanza kuongea, simu ya Thwaibath ilikatika ghafla. "Lo, beteri imeisha." Thwaibath alibisemea huku akiweka simu mfukoni. Alikuwa na haraka ya kumwona Juma kiasi kwamba hakujali sana kuhusu simu iliyokatika. Daktari Maureen alijaribu kumpigia tena, lakini simu ya Thwaibath haikuwa hewani. Alijikuta akishika kichwa kwa mikono miwili, akijuta kwa uzembe wake. "Kosa la leo sijui nielezee vipi," aliguna huku akihisi jasho baridi likimtoka. Alijua alihitaji kumweleza Thwaibath haraka iwezekanavyo. Alichukua simu yake tena na kurekodi ujumbe wa sauti. "Thwaibath, tafadhali sana, pindi unapopata ujumbe huu, njoo tena hospitalini haraka iwezekanavyo. Kuna tatizo kubwa limetokea. Mbegu ambazo nimekufanyia upandikizaji si mbegu za Juma, ni za mtu mwingine. Tafadhali sana, wasiliana nami mara moja." Alituma ujumbe huo kwa hofu kubwa, akijua kuwa ujumbe huo ungebadilisha maisha ya Thwaibath milele. Swai aliwasili nyumbani akiwa amejawa na furaha. Alifungua mlango kwa uangalifu, akitaka kumshangaza Juma. Alitupia koti lake la kazi pembeni ya sofa na kuweka simu yake kwenye chaji. Alikuwa na haraka ya kuingia chumbani ambako aliamini angemkuta mpenzi wake akipumzika baada ya siku ndefu kazini. Alifikiria jinsi atakavyomkumbatia na kumweleza habari njema. Akiwa anasogea kuelekea chumbani, alianza kusikia sauti za ajabu. Sauti za mguno wa mtu, lakini haikuwa mguno ya kawaida. Ilikuwa mguno iliyojaa ashki na raha. Alisimama kwa muda, akishangaa ni nini kinaendelea. Labda Juma alikuwa anaangalia filamu, lakini sauti zilionekana kuwa halisi zaidi. Kwa hatua nzito na moyo unaodunda kwa wasiwasi, aliufungua mlango wa chumba chetu pole pole. Kile alichokiona kilimfanya ashindwe kupumua. Dunia yake ilisimama ghafla. Juu ya kitanda chetu, Juma alikuwa ameinama juu ya mwili wa mwanamke. Sio mwanamke mwingine, bali Bibiana, rafiki yake wa karibu sana, yule ambaye Swai alimkaribisha nyumbani kwao mara nyingi, yule ambaye alimchukulia kama dada. Miili yao ilikuwa imeunganishwa, ikisukumana kwa nguvu huku miguno ya raha ikiendelea kutoka midomoni mwao.
Juma. Hapo. Bibiana aliguna kwa sauti ya kukata maini, mikono yake ikimkumbatia Juma mgongoni kwa nguvu. Bibiana wangu, wewe ni mtamu sana, Juma alijibu kwa sauti iliyokarusha, akisukuma mwili wake ndani. Chumba kilijaa harufu ya jasho na ashki iliyovuruga. Macho ya Swei yalijaa machozi ghafla. Uchungu ulipanda kutoka tumboni hadi koloni, ukimfanya ashindwe kusema chochote kwa muda. Alisimama pale, ameganda kama sanamu, akishuhudia uhaini mkubwa mbele ya macho yake. Kisha kitu ndani yake kilivunjika. Uchungu uligeuka kuwa hasira kali. Hasira ambayo hakuwahi kuhisi maishani mwake. Alisukumwa na nguvu isiyoelezeka. Alivamia chumbani kwa hasira, akiwashika wawili kwa nguvu, akiwavuta kwa nguvu kutoka kwenye kitanda. Ni nyinyi wasaliti wawili? Alipaza sauti, machozi yakimtoka kwa wingi, huku sauti yake ikitetemeka kwa hasira na maumivu. Juma na Bibiana walishtuka sana. Waligeuka haraka, nyuso zao zikiwa zimejaa hofu na aibu walipomwona Swei amesimama mlangoni akitetemeka kwa hasira na maumivu yasiyoelezeka. Hali ya utulivu na raha iliyokuwa imewazonga ilifutika ghafla, nafasi yake ikichukuliwa na hofu na hatia. Swei alisimama mlangoni, macho yake yakiwa hayasemi uongo juu ya kile alichokuwa ameshuhudia. Akawatazama Bibiana na Juma kwa mshangao uliochanganyika na kutoamini. Hivi nyewe wawili mna kichaa? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka, lakini ikibeba msisitizo wa kejeli. Yaani Juma, umeamua kunisaliti na kutembea na rafiki yangu wa karibu hivi? Hata umefikiria nini? Juma, akiwa bado na sura ya mshtuko, alijaribu kujitetea. Sio wewe niliyekusaliti Swei, bali huwa namsaliti yeye nikiwa na wewe. Swei alishangaa. Maneno hayo yalimgonga kama jiwe. Akamtazama Bibiana, akitafuta majibu kwenye macho yake. Bibiana alijiinua kutoka kitandani, akijifunga taulo kiunoni. Alimsogelea Swei kwa urefu wake wote na kusema kwa sauti iliyojaa ujasiri usiofaa. Ndiyo, huo ndio ukweli Swei. Mimi na Juma tuna mahusiano tangu tukiwa sekondari. Ni wewe ndio uliingilia mahusiano yetu. Siwezi kuamini hili Bibiana, Swei alijibu kwa sauti iliyojaa huzuni na kutoamini. Alihisi kama dunia inamzunguka. Juma alimsogelea Bibiana na kumvuta karibu. Bila haya, alimbusu kwa busu refu la mahaba mbele ya macho ya Swei. Busu lililojaa dharau na ushindi. Juma, kwani umechanganyikiwa? Swei aliuliza, machozi yakiwa yameanza kumtoka. Mimi ni mwanamke wako, na siku zote umeishi na mimi kama mke wako. Unawezaje kunifanyia hivi Juma? Juma alimkazia macho. Ilibidi niishi na wewe kwa sababu wewe ni mama huruma sana. Kipindi nakutana na wewe sikuwa na kazi, nilikuwa na maisha magumu sana. Zaidi tu nilikuwa na nyumba niliyoachiwa na wazazi wangu. Sasa kwa nini sikutegemee wewe kupata pesa na maisha mazuri? Umechanganyikiwa wewe, Swei alisema kwa hasira iliyokuwa ikipanda. Nyie wawili ni mbwa. Bibiana alicheka kwa dharau. Wewe ndio mjinga sana Swei. Unadhani mjini kupata mwanamume mtanashati kama Juma ni rahisi eh? Katafute wako. Swei alijikusanya akijaribu kujifuta machozi. Haya sasa, haraka sana, ondokeni nyumbani kwangu, mkaanzishe maisha yenu yenye amani. Juma na Bibiana waliangaliana na kuanza kumcheka kwa dharau. Umechanganyikiwa, Juma alisema huku akimtazama Swei kwa kiburi. Hapa ni nyumbani kwangu, ni wewe unayepaswa kuondoka. Hapana, Swei alipinga kwa nguvu. Bila shaka, mimi ndiye ninayelipa kodi. Basi, kama ulikuwa hujui, acha leo ujue. Juma alitangaza kwa sauti ya ushindi. Mimi ndiye mwenye nyumba. Mshtuko ulimvaa Swei kama vazi zito. Alihisi kuchanganyikiwa kupita kiasi. Akawatazama hao wawili, akili yake ikiwa imeganda. Hakukuwa na maneno, hakukuwa na majibu, uchungu ulimzidi nguvu. Kwa hasira iliyochanganyika na huzuni isiyoelezeka, aligeuka na kukimbia. Machozi yalimtoka kwa wingi, yakifanya kila kitu kionekana kizunguzungu. Alipita sebuleni kwa haraka,
Akachukua mkoba wake na simu yake iliyokuwa inachaji. Alitoka nje ya nyumba akihitaji kwenda sehemu yoyote ile ambayo ingeweza kumsaidia kujisikia vizuri hata kidogo. Ndani ya nyumba, Juma na Bibi Ana walibaki wamesimama, wakicheka kwa nguvu, wakishangilia ushindi wao wa muda mfupi. Swai aliendesha gari bila kujua anakwenda wapi. Alihitaji kuwa peke yake, kutafakari yaliyokuwa yamemkuta. Baada ya muda, alisimama pembeni ya barabara, akifuta machozi yake. Alitoa simu yake kwenye mkoba na kuiwasha. Ujumbe mmoja ulikuwa unamsubiri. Ulikuwa unatoka kwa Daktari Maureen. Akihemua kwa nguvu, aliugusa ujumbe na kuusikiliza. Sauti ya daktari ilikuwa na wasiwasi mwingi sana. Maneno yaliyofuata yalimpiga Swai kama butwaa lingine. Mbegu sizo sahihi, mtu mwingine. Akiwa bado haamini aliyokuwa mumkuta kwa siku moja, simu yake iliita tena. Ilikuwa ni Daktari Maureen. Thwaibath, tafadhali sana, njoo hospitalini haraka iwezekanavyo. Tunahitaji kuzungumza. Sauti ya daktari ilisikika kwa haraka. Sawa daktari, nakuja. Aliwasha gari tena na kuelekea hospitalini, mwili wake ukiwa umelegea na akili yake ikiwa imechanganyikiwa kabisa. Alikuwa amepokea habari mbaya mbili kwa muda mfupi: usaliti na siri kuhusu ujauzito wake. Alikuwa anaenda wapi na nini kingemkuta? Hakujua, lakini alijua kuwa maisha yake hayangekuwa sawa tena.